Jum TV, furaha kiganjani. Wataalamu mbalimbali, maana kumetajwa hapa, wapo wanasheria wanaohusu mambo ya ardhi, wapo wanasheria wanaotoka mahakama ya kadhi, wapo wanasheria wanaohusu mambo ya jamii kwa maana ya ustawi wa jamii na kadhalika. Lakini pia niombe katika kutoa wito huu, pia tukipata na wanasheria wanaohusu mambo ya kazi, sio kadhi, basi nao wapatikane, kwa sababu mkoa wetu katika hilo eneo pia tunayo changamoto. Kwa hiyo wito wangu kwenu ni kwamba pale wananchi watakapokuja kwenu, basi jiwekeni kwenye position ya mwenye mamlaka ya taifa hili. Tunamjua rais wetu Dr. Samia alivyo mnyenyekevu kwa wananchi wake, na nyinyi mkawe wanyenyekevu. Tunamfahamu Dr. Hussein Ali Mwinyi alivyo mnyenyekevu kwa wananchi wake, na nyinyi kamwakilisheni vizuri. Haitakuwa jambo jema endapo wananchi hawa ambao wanakuja kule kwa matumaini wakawa wanapata majibu yasiyofanana na matarajio yao. Haitakuwa jambo la busara. Kwa hiyo kampeni hii tunatumai kuwa ikawe chachu, si tu ya kuondoa changamoto za mtu mmoja mmoja, lakini pia kupunguza mzigo wa changamoto katika mkoa wetu wa Kusini Unguja, zile zenye uhitaji wa kisheria. Tunajua kuwa wapo ambao watahitaji kusaidiwa kuandaa nyaraka mbalimbali za kisheria. Hapa ndiyo mahali sahihi pa kuweza kupata msaada huo kwa haraka. Wapo ambao wana changamoto za ndoa na talaka pamoja na mirathi, wanaweza pia wakatumia fursa hiyo nao kwenda kupata maelekezo na miongozo ya kisheria. Mpango wa kwanza kabisa kwamba tunaomba wananchi wajitokeze, kwa sababu mara hii tunatarajia kuzifikia shehia zote 63 za mkoa wa Kusini Unguja. Kwa hiyo hii ina maana kwamba wananchi wa shehia zote zilizopo katika mkoa wa Kusini Unguja tutawafikia na huduma za msaada wa kisheria. Kwa hiyo kikubwa au wito wangu kwao ni kwamba wajitokeze kwa wingi, kwa sababu kampeni hii ya msaada wa kisheria Mama Samia imekuja kwa ajili yao wao, na safari hii tumekuja kitofauti kidogo, kwa sababu ukiachilia mbali wale ambao wataalamu ambao watakwenda kwenye shehia, kuna wataalamu ambao watabakia kwenye mabanda, ambao mabanda haya yatakuwepo pale katika uwanja wa Azimio uliopo pale kijiji cha Mtende. Na hapa kutakuwa kuna wakala wa usajili wa matukio ya kijamii pamoja na watu wa NIDA watakuwepo, wale wa vitambulisho vya utaifa, watu wa uhamiaji watakuwepo. Kwa hiyo mimi ombi langu kwao ni kwamba wajitokeze kwa wingi wapate kupata hizo huduma. Na ukijaribu kuangalia wale wa matukio ya kijamii wanatoa vyeti pale pale. Kama taarifa zako zitakuwa hazina ukakasi, basi vyeti vyako, cheti chako cha kuzaliwa unakipata pale pale, pamoja na matukio mengine ya kijamii, ikiwepo vyeti vya kifo au vitambulisho vya Zanzibar kazi, vyote vinaweza vikapatikana pale pale. Itakuwa ni fursa mojawapo ya kwenda kutatua changamoto, matatizo ambayo yanawakabili wananchi wetu kwa ujumla. Kwa asilimia kubwa mkoa wa Kusini Unguja, wilaya zetu mbili kusini na wilaya ya kati, matatizo makubwa ambayo tulikuwa tunayo ni masuala ya ardhi, na kwa asilimia 90 tunaenda kuwapa taaluma wananchi pamoja na masheha, tunaenda kuwakumbusha majukumu yao. Lakini kwa mafunzo haya, manake kwetu sisi ni kama uamsho, tunaamshwa kwa kile ambacho pengine tumekisahau. Lakini huko katika mashehia tunaenda kuwapa wananchi taaluma ambayo hawako nayo. Wengine wako nayo lakini ni woga, wengine wako nazo lakini hawana msaada, wengine hawana kabisa hiyo taaluma. Kwa hiyo tunaenda kuamsha. Mimi mara nyingi napenda kuzungumza, tunaenda kuitekeleza sheria. Hatua ambayo nitachukua ni kuzingatia yale ambayo tumejifunza hapa na utaratibu wa kufikisha yale mafunzo, na kuhakikisha kwamba lengo ambalo limekusudiwa basi linafikiwa kwa juhudi yangu yote ambayo mimi itakuwa nimepata mafunzo haya. Yaani mafunzo haya lazima nikayatumie katika namna ambayo inakusudiwa. Hilo ndio la msingi, mpaka tuone kwamba ule mchango unaotakiwa kwa wananchi basi unafikiwa. Hilo wito wangu kusema kweli ni kwamba zaidi nende kwa wananchi,
ambao watapata fursa ya kuweza kusikia ni kwamba sisi tutakwenda katika maeneo yao, katika shehia mbalimbali, katika maeneo tofauti. Sisi baada ya kufika kule tunahitaji sana mashirikiano yao ili lengo liweze kufikiwa. Kwa hiyo kwa kila mmoja ambaye ataweza kupata taarifa kwamba chombo hichi yani watu hawa, yani sisi tumeenda kwa ajili ya kutoa taaluma, aje faida na maana yake atajua hapo baadaye. Nadhani kabla ya kuja anaweza akajiuliza masuala mengi, lakini mimi nashajiisha wananchi kwamba waje, na baada ya kuja watajua faida yake, na faida kwa hakika ni kubwa sana, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kujua misingi ya haki yako. Maisha yanaendana na haki, na haki kama hujajua uipate wapi ni shida sana. Na washajiisha wananchi kwamba watoe mashirikiano ya kutosha ili waweze kufaidika na fursa hii adhimu kabisa. Msaada wa kisheria kwa wananchi, binafsi naona ni kitu muhimu sana, kwa sababu tuna sheria mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti, lakini sheria hizi lengo lake ni kuwanufaisha wananchi. Bila kupata uelewa vipi watazifikia, inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo suala la elimu kwa ujumla, vipi wataweza kufaidika na sheria hizi, hili ni jambo la msingi sana, na kwa kweli hapa serikali imeamua kitu cha maana sana kwa kweli katika kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo mtazamo wangu ni kwamba hili ni jambo la muhimu, na kwa hakika ni lazima. Ningeweza kusema kwamba tumechelewa, lakini kwa sababu tumeamka na tumeanza, basi kwa sababu tumeanza bado hatujachelewa. Mwenyezi Mungu atupe nguvu.